Na wafanyabiashara wa soko la Bushiri pamoja na wakazi wanaoishi kando mwa soko hilo eneo bunge la Navakholo wanaishi kwa hofu ya kupatwa na magonjwa hatari ya kipindupindu kutokana na ukosefu wa choo na vile maji. Sasa kulingana na wafanyabiashara hao, soko hilo limekosa choo kwa muda wa zaidi wa miaka mitatu sasa, na wamekuwa wakitumia vichaka, mashamba ya miwa na hata shamba la mahindi ya watu wanaozunguka soko hilo ili kwenda haja zao kubwa. William Akosi anaarifu kutoka kaunti ya Kakamega. Ndio sehemu ambayo wakazi walikuwa wanatarajia kwenda haja ndogo na hata ile kubwa, lakini baada ya kuporomoka kwa shimo hili, shimo ambalo limepelekea kuangamia kwa watu wawili, wakazi sasa wamesalia hapa bila kufahamu ni wapi wataenda. Mimi hapa ni jirani wa Bushiri, niko na miwa hapa. Hata nikienda kupalilia hiyo miwa ni choo tu ya watu wa Bushiri. Ikiwa hivi ni miaka kama 5 kuendelea mbele, hawana choo, wanatumia tu shamba yangu. Inasemekana kwamba sehemu hii ambayo tayari ilikuwa na choo, kaunti ya Kakamega ilirejesha hapa ili kuweza kuchimba shimo hili, wakazi watumie hapa kama sehemu ya kwenda haja ndogo au kubwa. Wakazi wakisalia na maswali tele. Hata pale pa kutupa takataka hakuna, na soko ya Bushiri inadhoofika na ni soko inayotoa ushuru mwingi sana. Hata ukiangalia soko ya Bushiri kuna magonjwa mengi sana, hii ya wadudu ya kula miguu hii. Watoto wetu wengi wanagonjeka kwa juu hiyo uchafu. Ukosefu wa vyoo, maji pamoja na mwangaza ambao wanasema ndio utapatiana usalama wakati wanaendesha biashara yao, ndio hofu ambayo inaendelea kuandama wafanyabiashara katika soko hili la Bushiri. Tunatoa ushuru kila Friday siku ya soko. Nao mama wanateseka mahali pa kuenda kujisaidia. Wanaendanga kwa maploti za watu kujisaidia huko, wengine wanaenda hata kwa miwa. Sasa tunashangaa sisi hatutapata choo ama tutakaa tu hivyo kaachi wa Bushiri, na tunakata receipt. Hakuna siku yenye tunakosa kukata receipt. Wafanyabiashara hawa sasa wakisema kando na hayo, kuna hatari ya mlipuko wa magonjwa ya kipindupindu kutokana na ukosefu wa choo kwenye soko hili. Ningependa kuchukua nafasi hii kuambia watu wetu wa kwamba tuweze kusimamisha mambo ya uchimbaji migodi wakati huu wa mvua nyingi, na pia uchimbaji wa choo. Jana tumepoteza ndugu wetu wawili pale Bushiri. Kifo chao kilitokana na kuboromoka kwa choo, because the ground caved in, na hiyo ni mambo ambayo we can actually zuia vitu kama hizo. Wakazi na wafanya biashara kutoka soko hili sasa wanataka soko hili kuweza kupanuliwa, huku wakitaka kaunti ya Kakamega kuhakikisha kwamba imechimba choo ambayo itatumika kwa wakati huu, wakati wanapoendelea kutafuta mbinu zingine za kuweza kuhakikisha kwamba wako na choo ambayo itaweza kudumu. Nikiripotia NTV mashinani nikiwa katika soko la Bushiri eneo bunge la Navakholo kwenye kaunti ya Kakamega. Jina langu ni William Akos.